Kila mwanadamu ambaye yuko chini ya jua, kila kiumbe ambacho ni mwanadamu chenye asili ya mwanadamu ambacho kipo chini ya jua, ili kiurithi ufalme wa Mungu kinahitaji kumwamini Yesu Kristo. Kinahitaji kumwamini Yesu Kristo, sio kumwamini tu, tena kumkiri. Sio kumkiri tu, tena kumfuata. Sio kumfuata tu, pia kufanya maagizo yake ili urithi ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima wa kwenda kwa Baba. Kwa hiyo pasipo yeye hakuna mtu yoyote chini ya jua ambaye ataurithi ufalme wa mbinguni. Haijalishi cheo ulichonacho, haijalishi elimu ulionayo, haijalishi ukuu unao katika dunia hii, haijalishi pesa ulizo nazo, haijalishi kitu cha aina yoyote ambacho unajivunia. Pasipo kumwamini Yesu Kristo, pasipo kumkiri na kuishi utakatifu, kuurithi ufalme wa mbinguni kwako itakuwa ni jambo la kusikia kwenye matangazo. Lazima umwamini, tusidanganyane. Ifike mahali wanadamu tuambiane ukweli. Mungu ni Mungu wa utaratibu na anafuata utaratibu, na yeye ni Mungu anayefanya kazi zake kwa utaratibu. Kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kumkiri na kufuata utaratibu wa neno la Mungu ambao Mungu ameuamuru, hicho ndicho kitakachokufanya wewe uingie mbinguni. Neema ilikuja kwa ajili ya wanadamu wote. Neema Mungu aliileta. Kwa hiyo swala la neema hii kuwepo, injili inapohubiriwa inaleta uweza wa wokovu, kwa sababu neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16, kwa sababu sionee haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo injili inapohubiriwa ndani yake ina uwezo wa kuleta wokovu. Kwa hiyo tunapohubiri injili kupitia jina la Yesu Kristo, ndani yake upo uweza ambao uweza unaleta wokovu. Kwa hiyo Mungu hatakulazimisha wewe umwabudu au muamini. Ameweka njia mbili mbele yako, uzima na mauti. Kwa hiyo wewe ndio utakayechagua. Kwa Mungu hakuchagulii, unachagua wewe mwenyewe, ili siku ya hukumu kila mtu ahukumiwe kwa haki. Kila mtu ahukumiwe kwa matendo yake mwenyewe aliyoyafanya. Yesu Kristo yeye ndiye njia pekee ya watu wote ulimwenguni kuingia katika ufalme wa Mungu na kuurithi. Pasipo yeye Yesu Kristo hakuna mtu yoyote atakayeurithi huo ufalme. Hakuna mganga, hakuna miungu wala madhabahu zozote za kiganga ambazo zitamfanya mtu aurithi ufalme wa Mungu. Ni Yesu peke yake, Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye njia, kweli, njia ya uzima na ya kweli, ambayo inamfikisha mtu kwenda mbinguni. Yesu alisema kwamba ili mtu aurithi ufalme wa mbinguni, kuna tabia ambazo ndani yake yeye kama mfuasi wa Yesu Kristo ziwepo ndani yake. Ni lazima umwamini Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia pekee kabisa ambayo inamfikisha mwanadamu katika ufalme wa Mungu na kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu Kristo anasema watakuingia katika mji ule mpya ni ambao mavazi yao yametakasika, yamechovya kwa damu ya mwana kondoo. Suala la wewe kuingia na kuurithi ufalme wa mbinguni linategemeana na wewe unaiamini vipi kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Hapa chini ya jua zipo njia nyingi sana, lakini sawa ni njia, lakini zinaenda wapi? Zinaenda upotevuni. Ila Yesu Kristo peke yake ndiye njia ya kweli, kwa sababu yeye alishinda kuzimu na mauti. Mauti haikumshika wala kuzimu haikumshika, alishinda. Kama yeye alishinda na yupo hai milele na milele, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Huyo ndiye njia ya kweli na uzima. Chini ya jua hakuna mwanadamu atakayeurithi ufalme wa mbinguni asipomwamini Yesu Kristo, asipomkiri Yesu Kristo, asipoishi utakatifu wa Yesu Kristo. Hakuna.
Neema ya Mungu tumepewa ili itusaidie sisi na kuturahisishia sisi tupate kuurithi ufalme wa mbinguni. Hii neema ya Mungu ambayo imekuja juu yetu, imekuja kuturahisishia, imekuja kutufanya tuweze kuishi kitakatifu, japokuwa sio kwa kiwango kile kabisa ambacho Mungu anataka, lakini kwa sababu ya neema iliyoachiliwa inayotulinda, basi kupitia hiyo neema tusiichezee, tuweze kuishi utakatifu, tuweze kumwamini Yesu Kristo ili tuurithi ufalme wa mbinguni. Hii neema ambayo mtu anaichezea, unafanya uovu, unafanya matendo mabaya kwa kisingizio cha kusema kwamba neema ya Mungu ipo itanipeleka mbinguni, pole sana. Mbinguni utaingia kwa utakatifu, sio kwa sababu neema ilikuwepo ukasema ngoja nifanye maovu kwa sababu neema ipo nitahesabiwa tu haki bure kwa sababu neema ipo. Hapana. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Biblia inatuambia tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huu utakatifu ambao hakuna mtu atamuona Mungu asipokuwa nao. Kwa ndugu yangu, ili uurithi ufalme wa mbinguni lazima muamini Yesu Kristo. Na mimi leo nimekuja kukutangazia ulimwengu muamini Yesu Kristo ili uurithi ufalme wa mbinguni.